طيب kisha akataja shuruti za udhu baada ya kumaliza masala ya kuoga kuna udhu na shurutul udhu'i 10 sharti za udhu ni 10 ya kwanza ni al-islam uislamu kwa maana kafiri akitawadha hana udhu hata atawadhi mara 10 mara 20 hana udhu kwa sababu kafir watamyiz na upambanuzi mtoto mdogo huyo atakiwa awe na tamyiz awe na kupambanua kujua hili na lile mtoto ambaye hajafikia sio bale sio bulu atazungumza masala ya baligh atazungumza tamyiz kupambanua mtoto akajua hiki ni kadha na hiki ni kadha akaanza kupambanua kama hajaweza kufikia umri wa kupambanua basi hata akitawadhishwa udhu wake au tasihi tunaelewana hapo udhu utakuwa haujasihi kwa tamyiz ni sharti kwa maana wanasema tamyiz yafahamu alkhitaba au anafahamu kule kusemeshwa na yeye akawa anajibu anaweza kujibu atoa jawabu au pia wengine wakasema tamyizi ni kuweza kula peke yake akawa aweza kula sio lazima alishwe na kunywa peke yake tamyizi vile vile aweze kustanji peke yake na kadhalika kutofautisha baina mkono wake wa kuume na mkono wa kushoto ambayo hiyo ni tamyizi hizi aqwali kuna aqwali nyingi wanazotaja wanaochuoni kuhusu hilo wanaqa'u 'anil haidhi wan nifas na kutakasika na hedhi na nifasi kama ni mwanamke asiwe katika hedhi kwa hiyo akiwa katika hedhi akatawadha bado haijasaidia kuondosha hadathi aliyonayo kwa muradi wa hapa ni al-khulu sio ndio maana an-naqa'u kutakasika hii ni sharti ya tatu katika masharti ya al-wudu katika ile masharti 10 wa amma yamna'u usul al-ma'i ila al-bashara na kutakasika kwa sababu inataalaki pale kwenye an-naqa' sawa wan-naqa'u 'anil haidhi wan-nifas wa amma yamna'u sawa na kutakasika na kile ambacho kitazuia usul al-ma'i ila al-bashara kufika maji kwenye ugozi kwenye ngozi yako pasiwe na kitu ambacho kitazuia ikawa maji hayafiki ndani ya ngozi pengine una gamba la samaki hapa juu kwa hiyo ukitawadha maji yapita juu pale haingii kwenye ngozi umeweka plasta pale miganda kuna gamu fulani miganda juu yako gundu kwa hiyo ukitawadha maji hayafiki katika ngozi sasa kitu hicho kisiwepo kiondoshe ili utawadhe maji yafike kwenye ngozi wala yakuna ala al-udwi ma yughayyiru al-ma'a at-tahur na kusiwepo na kutokuwepo juu ya kiungo kile kitu ambacho kitabatilisha maji yaliyo tahur baadhi ya chapa zenu hakuna tahur au ipo wala yakuna ala al-udwi ma yughayyiru al-ma'a at-tahur na kutokuwepo juu ya kiungo kitu ambacho kitayabadilisha maji yaliyo tahuru pengine katika ngozi yako kuna wino kuna zaafarani kimwaga maji hivi kutoka rangi ya blue ya wino au rangi ya zaafarani maji yanabadilika sasa hicho kitu kiondoe kwanza alafu ndio ukatawadhi wal ilmu bi fardiyati na kujua ufaradhi wake kwamba huu mkono unaoosha ni fardhi kwamba hii ni fardhi asitakidi kwamba hii ni sunna sababu hii ni fardhi sasa ujue hilo wala ya'taqid fardan min furudhihi sunna ya saba ni kutokuitakidi fardhi miongoni mwa fardhi zake kuwa ni sunna kwamba huko ushausu ni sunna na hali ya kuwa mfardhi akiitakidi hivyo atakuwa amekosa sharti Shafi'i amekosa sharti katika sharti 10 zile za udhu kwa hiyo udhu wake utakuwa haujatimia ni baadhi kwa lazima pambanue baina ya fardhi na sunna kadhalika anasema wal ma'u tahur na maji yenye kutaharisha maji yaliyo tahara yenye kutaharisha maji yenye kutaharisha tahur sawa kama maji ya bahari maji ya kisima maji ya mvua theluji na mengineyo maji ya chemchemu wa dukhulul waqti na kuingia wakati masharti haya mawili sasa
wa dukhulul waqti, na kuingia wakati, wal muwalat, na kufululiza li daimi alhadath, kwenye hadathi ya kudumu. Masharti haya, sharti ya 9 na ya 10, kwa mtu mwenye hadathi ya kudumu atakiwa ajitaharishe, achukue udhu wakati unapoingia. Kwa mfano, mbele yetu kuna wakati wa dhuhuri. Kama mtu ana salasul bauli, ana kisalisali cha mkojo, au ana mshipa wa riahi, kila mara atakuwa na upepo, fanya hivi tayari, fanya hivi tayari, hawezi kujizuia yeye. Sasa atakutawadha kwa ajili ya dhuhuri itakayokuja, aambiwa hapana, subiri ya dhuhuri ifike. Wakati wa dhuhuri ikifika tu tawadha ukaswali, sio utawadhi sasa hivi alafu upepo uendelee kutoka. Kwa wakati wakifika utatawadha, utaswali, hata kama mambo yatakuwa yanaendelea kuharibika huko, basi msamehewa kwa sababu ya maradhi ulionayo. Kwa hiyo mtu mwenye daimul hadathi ataruhusiwa yeye kutawadha wakati utakapokuwa umeingia. Kadhalika afululize, asikatishe, afanye muwala wakati wa kutawadha kwake. Soma nawaqidh alwudu. طيب فصل في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء 4 أشياء. الشيخ anasema venye kuchangua udhu ni vitu 4 au ni mambo 4. Venye kuchangua udhu ni mambo 4. Al-awwal, jambo la kwanza, al-kharij min ahadi as-sabilain, ni chenye kutoka katika moja ya njia mbili, min qubulin au duburin, kutoka kwenye tupu ya mbele au tupu ya nyuma. Chochote chenye kutoka, hata kama ni mdudu, hata kama ni mdudu au mdudu alichungulia akatoka alafu akarudi tena ndani, udhu umechanguka. Hata hiyo ni jiwe, rihun au ghairu, upepo au kitu kingine isiyokuwa upepo, chochote kitakachotoka katika moja njia mbili, hicho kitakachochangua udhu. Illa almani, isipokuwa manii. Kutoka na manii hukumu yake itarudi hapo nyuma katika mujibatu alghusl. Athani, kitu cha pili katika nawaqidul wudhu'i, zawalul aql, ni kuondokwa na akili, binaumin au ghairi, kwa kulala au kwa kitu kingine, kwa sababu kilala na akili ikikuondoka ni madhina ya kutokwa na kitu katika tupu, ndio maana ikaingizwa hii. Illa nauma qa'id, ndio maana wakavua, isipokuwa kulala kwa aliyekaa. Mtu amekaa lakini mumakkinin maq'adahu min al-ard, mwenye kuyaambatanisha maq'adatahu min al-ard, makalio yake katika ardhi. Amekaa, ametamakana, ameambatanisha makalio yake katika ardhi. Huyo hata akilala akagotea bado itakuwa hajachanguka na udhu. Lakini ukikaa upande ukawa huja makinisha makalio yako, pengine umekaa miguu umeinua hivi, wewe ukipatwa na usingizi huna udhu, kwa sababu kuna ihtimali kubwa kabisa kwamba umetokwa na upepo. Hujui wewe umetoka, wewe katawadhi. Sawa. Athalithu iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'a, ni kukutana ngozi mbili ya mwanamume na mwanamke, kabiraini, walio wakubwa, ani watu wakubwa, ajnabiyaini, walio watu kando, si mahrim, min ghairi ha'ilin, pasi na kizuizi. Baadhi ya wanawachuoni wanaongeza kwamba kukutana ngozi huu, ani wewe kugusana na mwanamke ambaye si mahrim yako, kugusana naye. Wengine wanasema bishahwa, iwe kukutana kwenyewe ni kwa matamanio, ndio kutachangua udhu. Sawa. Lakini wengine katika wanawachuoni hawaoni kabisa kwamba kuna changua udhu, kwa sababu hakuna nasi katika hilo. Shafi'i wanasema nasi iko, au la mastumun nisaa, mjadala ukaenda hapo. Kwa masala ni katika kufahamu maana lamsi ni nini. Inasema lamsi maana yake ni aljimaa. Sawa. Kwa ni masala ya ufahamu katika aya na maelekezo katika aya maana yake ni nini. Kadhalika katika venye kuchangua masukubu liladami, ni mtu kuishika tupu ya mwanadamu, ukashika tupu ya mwanadamu, au halqati duburihi, au kikuku cha duburi yake, ule mzunguko wa duburi ukashika pale, bibatni raha, kwa ndani ya kiganja, matumbo ya kiganja, au katika ruusul asabi, katika ndani ya vidole, sio ruusul asabi. Kwa hiyo kwa kiganja ndani yake au kwa vidole ukashika tupu ya mtoto mdogo au ya mtu mkubwa.
mayit au nani au hai, kigusa tupu yake yako mwenyewe au ya mtu mwingine, wewe utakuwa umechanguka. Au butuni al-asabi, au ndani ya vidole, ukagusa tupu kwa ndani ya vidole. Na kuna kauli ya kwamba utachakuka udhu wa almas duna almamsus, yule aliyegusa kinyume na yule aliyeguswa. Na kuna wengine wanasema atachakuka udhu wa aliyegusa na aliyeguswa. Tusirefushe maelezo, tutakuja kuona mbeleni inshallah. Faslun, man intaqadha wudhu'uhu haruma alayhi arba'atu ashya, yule ambaye umechanguka udhu wake ni haramu juu yake mambo manne. As-salatu, kuswali. Udhu ukichanguka ni haramu kwa kuswali. Ukiswali upata dhambi, bali unaweza kuwa ukartadi ikiwa ni istihzaa bid-din. Ukaswali bila udhu maksudi, kuja ukaingia una udhu na wewe wajua, sawa. Wa tawafu, na tawafu, wanaochuoni wamekhtalifiana katika masala ya tawafu. Shafi'i wamesimama msimamo wa kwamba tawafu lazima udhu. Wa masul mushaf, na kuushika msahafu na kuubeba na mfano wake, wanasema pia ni lazima udhu. Kadhalika wa hamluhu, na kuuchukua. Wa yahrumu ala aljunubi sittatu ashya, na ni haramu kwa mwenye janaba mambo sita. As-salatu, kuswali. Wa tawafu, na kutufu. Wa masul mushaf, na kuushika msahafu. Wa hamluhu, na kuuchukua. Wal lubthu fil masjid, na kukaa msikitini. Swala kukaa msikitini kwa mtu mwenye janaba. Nimekuja aya semaje Allah katika sura an-Nisa, illa abir as-sabil. Nimeanza hapo aya kuanzia hapo. Aya wa qira'atu al-Qur'an, na kusoma Qur'an kwa mtu mwenye janaba haitafaa. Na kuna mambo mengine hapa kuyataja kama vile saumu. Ametaja saumu, yafaa kwa janaba kufunga, yafaa. Itakuwaje? Unaweza kufikiria si itakuwaje? Wakati mwingine wewe, wakati wa mwisho wa usiku, katika usiku umekutana na ahli yako, sawa, hukuoga, alfajiri imeingia, una janaba lako, na Ramadhani umefunga, basi utamka utakwenda kuoga, maadamu ni yako saumu, خلاص inafaa. Umelala katika mchana wa Ramadhani, umetokwa na manii, saumu yako itakuwa imechanguka, batilika? Jawabu la, haibatilika. Kwa hiyo janaba si katika vichanguzi vya saumu. Haya, wa yahrumu bil haid 10 ashya, na ni haramu kwa sababu ya hedhi mambo 10. As-salatu, kuswali. Wa tawafu, na tawafu, kutufu. Wa masul mushafi, na kuushika msahafu. Wa hamluhu, na kuuchukua msahafu. Wal lubthu fil masjid, na kukaa msikitini. Wa qira'atu al-Qur'an, kuna khilafu hapa baina ahli ilmi. Wengi katika wanaochuoni wanaona kusoma Qur'ani kwa mtu haid ni jambo lisilofaa, lakini akihitajia sasa, kwa kuwa yeye ni mudarrisa, mwingine mwanamke ni mwalimu wa kusomesha watoto, muallimatul Qur'an, au katika halaka za tahfidhi al-Qur'an, au anafanya ikhtibari mathalan mtihani wa Qur'an, ni jaiz kwake kuisoma Qur'an, au anahofia kuisahau Qur'an. Wasaumu, ni haramu vile vile kufunga. Wa talaqu, na kuachwa, kupewa talaka, mwanamke katika hedhi haachwi. Wal mururu fil masjid, na kupita msikitini, kupita sio kukaa, kupita. In khafa talwithahu, akiogopea kuuchafua msikiti, kwamba kama atapita msikitini atachafua. Wal istimta'u, na kustarehe na huyo mwanamke, bima baina surrati wa rukba, kwa sehemu iliyo baina ya kitovu na goti, katika sehemu hizo ni haramu kustarehe naye, sawa. Asbabu tayammum 3, sababu za kutayammum ni 3. Tunakwenda sawa au tunakwenda haraka sana? Asbabu tayammum 3, sababu za kutayammum ni 3. Ili mtu
aambiwe kwamba yaruhusiwa kwa wewe kutayammum, basi kuna mambo matatu, moja katika hayo matatu yapatikana. Moja la kwanza, faqdul ma'i, kuyakosa maji hakuna. Sawa, huko katika vitabu vya mbele vitaelezwa itazingatiwa vipi maji hakuna, lakini hapa tusome hivi maji yamekosekana, kukosekana maji. Wal maradhu, na maradhi, mtu ana maradhi hawezi kutumia maji, yapo lakini hawezi kuyatumia kwa maradhi aliyonayo. Walihtiyaju ilayhi li'atashi hayawani muhtaram, na kuyahitajia maji kwa sababu kwa ajili ya kiu cha mnyama mwenye kuheshimiwa, mnyama mwenye ambaye ni muhtaram. Maji yapo waweza kuyatumia, lakini unahitajia kwa kuwa una kiu wewe, au watoto wana kiu, au mifugo yako ina kiu, itakufa kwa kiu ukitumia maji haya, basi waambie wewe tayammum. Ghairu almuhtarami sita, wanyama wasioheshimiwa ni sita, kwa maana kwamba wao wakiwepo na pengine wana kiu, maji yako mwenyewe utakutawadhia, yeye ataka maji umpi, kwa sababu yeye sio muhtaram. Wa kwanza tariku swala, mtu tariku swala haswali, bana kiu kweli kweli, nataka maji haya nataka tawadhia, nipe ninyi. Hapana, wewe tariku swala, tukupi maji, wafaa ufe. Wazani almuhsan, na mzinifu muhsan, zani muhsan anatakiwa sapigwe rajmu, wampa maji kwa sababu apigwe mawe afe. Sawa. Walmurtad, na murtad alirtad pia atakiwa kufa huyo katika sheria. Walkafiru alharbi, na kafiri mwenye kuwapiga vita waislamu. Walkalbu alaqur, na mbwa mwenye kuwauma watu, kung'ata watu. Walkhinziru, na nguruwe. Haya ni katika mambo itihadati katika madhhabi Shafiia, kwamba wanyama hao hawapewi maji hata kama watakata roho, kama maji hayo yameandaliwa kwa ajili ya wudu. Sharti za kutayammum sasa, shurutu tayammum 10, sharti za kutayammum ni 10. An yakuna biturabi, tayammum huku kutayammum kuwe ni kwa mchanga, inatakikana ni mchanga, sio tope. Athani an yakuna at-turabu tahira, kwa maana aliposema ni mchanga, maana kitu ambacho kinaitwa mchanga isiyo kama vile majivu, sawa, au siki ukauka, iwe ni mchanga, sawa. Wa yakuna at-turabu tahira, na kuwa mchanga uko tahara, kwa maana usiwe mchanga wenye najisi. Hairuhusiwi kutayammum kwa mchanga uliokuwa umenajisika. Wa alla yakuna mustamala, na usiwe ni wenye kutumika, usiwe ni wenye kutumiwa, kama mchanga unatumiwa katika kuondosha najisi ambayo ni mughalladha, sawa. Wala yukhalitahu daqiqun wa nahwu, na usichanganyikane na unga na mfano wake. Sio mchanga umechanganyikana na unga au chokaa, au mchanga umechanganywa na sementi. Fundi taka kujenga, changanya mchanga na kuchanganya na sementi, wataka kutayammum utatumia mchanga ule, hautafaa. Wanahu, na mfano wake. Wa yaksidahu, na awe na kukusudia huo mchanga, isiwe vumbi limekuja ukapiga uso wako kwa vumbi lipeperuka barabarani. Utakiwa ukusudie ule mchanga. Fatayammamu sa'idan, ukusudieni ule mchanga, sawa. Wa yamsaha wajhahu, na kuupaka mchanga huo uso wake. Wa yadaihi, na mikono yake. Bidharbataini, kwa mapigo mawili. Katika hili Shafi'i wamewakhalifu wengi katika wanaochuoni kuhusu mapigo ya kupaka ni mangapi, kadhalika kuhusu mahali pa kupaka kwenye mikono. Wao wanasema mapigo ni mawili, darbatan, na mtu atapaka mkono wote mpaka katika kongo. Wasawabu, ambaye juu yake dalili, atapaka kwa dharba moja kwa ajili ya uso na viganja viwili vya mikono, basi, kama ilivyokuja katika hadithi tutakapoeleza huko mbeleni insha Allah kwenye vitabu vingine. Wa yuzila najasata awala, na kuiondosha najisi kwanza kabla hujatayammum.
watakiwa kama una najisi katika mwili wako iondoshe kwanza, jitakase na najisi kwanza alafu ndio utayammam. Wa yajtahida fil qibla qabla, na kujitahidi katika qibla au kuhusu qibla kabla ya kutayammam, ujue qibla kiko wapi. wao wameshurutisha hivyo wa yakuna at-tayammum ba'da dukhuli al-waqt, na kuwa tayammum ni baada ya kuingia wakati. sawa, tusoma madhhabi ya Shafi'iyya, wao katika madhhabi wanasema wa yatayammama likulli fardhin, na kutayammam kwa kila fardh, kwamba adhuhuri tutayammam, asri tutayammam. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaona kwamba tayammum sio nini, sio nini, sio tahara mustaqilla yenyewe kama vile udhu. Wao wanaona kwamba imekuja kwa ajili ya kutaka uhalali wa swala, istibahatu salat basi. Kwa hiyo haina uwezo wa kuhimili. Lakini katika kauli ile nguvu, tayammum ni kama udhu, tayammum ni kama tahara nyingine, inahimili yote haya. Maadamu uliyakosa maji ukatayammam, basi yale ambayo ulikuwa unafaa kuyafanya kwa ile tahara ya maji kwa udhu utaweza kuyafanya kwa nini? Utayammam. Tumeelewana? Hii ndio kauli yenye nguvu, lakini mfahamu kwa madhhabi Shafi'iyya yako namna hiyo. Faslu fi furudhi at-tayammum, hii ni fasli. Pengine mtu akajiuliza, sasa tunasoma madhhabi ya Shafi'iyya, mbona mengine tuyaacha? Ni kwa msingi ule tuliosoma, na mengine tutakuja kueleza katika kauli za wanawachuoni wa Shafi'iyya ndani ya madhhab, na wala hiyo haitu talfiq kama tutakavyotoa ufafanuzi. Tutaangalia kile ambacho kina ushahidi na dalili iliyo na nguvu na kimesemwa na mmoja katika wanawazuoni wenye kuzingatiwa, basi hicho kitafanywa kazi kama dalili yake ina nguvu, na kuna wanawachuoni waliotangulia kukisema hicho. Furudhu tayammum 5, fardhi za kutayammum ni 5. Al-awwal naqlu at-turabi, fardhi ya kwanza ni kuugurisha mchanga. Mchanga utakiwa uhamishe kutoka pale ulipo kwenda kwenye sehemu na kwenye kiungo chenye kupakwa, ndio maana naqlu at-turabi, kuugurisha mchanga, yani kuutoa min al-ard ila al-udwi al-mamsuh. sawa, kutoka kwenye ardhi kuleta kwenye kiungo chenye kupakwa. Isiyo labda una michanga, labda umekwenda pwani umegaragara na michanga, au umekwenda kwenye shughuli fulani umejaa michanga katika mwili, utakutayammam mchanga sio hapo huko kwenye mikono, ukachukua ukapaka uso na mikono. La, sharti kwanza ni naqlu at-turab min al-ardi ila al-udwi al-mamsuh, ndio maana yao. Kadhalika an-niyya, jambo jingine ni niyya, kwa sababu ni ibada, na innamal a'malu binniyat. Ya tatu mashu al-wajhi, ni kupaka uso, utakiwa uso upakwe. Arabi'u mashu al-yadaini ila al-mirfaqain. Ya 4 ni kupaka mikono miwili pamoja na kongo mbili. Tumelibainisha hilo Lakini jambo la ajabu, kaulu al-qadim ya Imam Shafi'i ni kwamba ni mashu al-ku'ain, ni kupaka hivi viganja viwili tu. Lakini kauli hiyo nayo ikhtarahu an-Nawawi, ndio kauli aliyoikhtari Imam an-Nawawi, na ndio ile ina nguvu katika dalili. Kwa hiyo kaulu qadim ya Imam Shafi'i iko kawi kuliko hii kauli yake jadid, na ndio ikhtiyari na ndio chaguo la Imam an-Nawawi rahimahullah. Kwa hatujatoka ndani ya madhhab, hatujatoka katika madhhab kwenda kwenye madhhabu nyingine, bado ndani ya madhhab iko kauli hiyo, lakini qadim na ndio ile ina nguvu. Sawa, tutakuja kueleza mara nyingine pia kuhusiana na ikhtiyari hiyo ya Imam an-Nawawi. Al-khamis at-tartibu baina al-mas'hatayn, ni kutungamanisha, ni kupangilia baina ya mapako mawili, kule kupaka uwili yale mapako mawili iwe la uso na mikono. Kwa hiyo unatakiwa uanze wapi? Uso kisha mikono, sio uanze mikono kisha uso. Taratibu lazima ipatikane. Mubtilatu tayammum 3, venye kubatilisha kutayammum ni vitu vitatu. Ma abtala alwudu, ni vile vilivyobatilisha udhu. Vitu vyote ambavyo vinabatilisha udhu vitabatilisha tayammum vyote, na tumevitaja kwa
nawaqidh alwudhu ngapi? Nauliza sasa, tumesoma nawaqidh alwudhu 4 ashya, ni vitu vinne. Zingatieni wenye kuchangua udhu ni vitu vinne. Sasa hapa anasema ni vitu vitatu. Kwanza ni vile vyote vinne vyenye kuchangua udhu, alafu akataja vitu viwili mbele. Kwa hiyo itakuwa vingapi? 6. Kwa hiyo wakati mwingine ukiambiwa nawaqidhu tayammum 6 usishangae, kwa maana ataka kuunganisha vile vyenye kuchangua udhu na hivi vingine viwili vipya. Sawa? Ma bitala alwudu ni vile vile vibatilisha udhu, waridda na kuritadi, wal billah. Mtu ametayammam kisha akaritadi akatoka kwenye Uislamu. Wenyewe wanasema ridda tubtilu at-tayammum ala al-wudu. Ridda inabatilisha tayammum na sio udhu. Kwa nini? Kwa sababu lianna at-tayammum taharatun dha'ifa. Tayammum ni tahara dhaifu kabisa, lianna lilistibaha, listibahati as-salah au lilistibaha. Na hii kauli ina nguvu. Ridda inabatilisha amali zote. Sawa? Ridda inabatilisha amali zote, inabatilisha swala, inabatilisha saumu, inabatilisha wudu. Mtu akirtadi amekuwa amechangukwa na wudu pia. Shafiia wanaona kwa wudu umechanguka. Watawahhumu alma'i in tayammama li faqdihi, na kuyadhania maji kwamba maji pengine yapo yashapatikana, labda maji yanatoka kwenye mifereji, kwenye mabomba huko, au maji yameletwa, ikiwa ametayammam kwa kuyakosa maji. Kwa hiyo akidhania kupatikana maji, tayammum nayo itakuwa imebatilika. Watawahhumu alma'i, na kudhania kupatikana maji, in tayammama li faqdihi, ikiwa ametayammam kwa kuyakosa maji. Sawa? Faslu alladhi yatuhu min an-najasati 3, ambavyo vinatoharika katika najisi ni vitu vitatu. Najisi inaweza kutoharika. Sasa katika najisi, katika vitu vinavyotoharika katika najisi ni vitu vitatu au vitu vya aina tatu. Al-khamru, kitu cha kwanza ni pombe. Tukikubaliana kwamba pombe ni najisi, lakini kuna khilafu. Kwa hiyo twende, pombe ni najisi. Je, inatoharika? Naam, inatoharika idha takhallalat bi nafsiha, pindi itakapokuwa siki yenyewe, itakapobadilika kuwa siki yenyewe. Pombe imewekwa kama ni pombe ya mnazi, imekaa mpaka imebadilika, imekuwa siki. Sasa khall yenyewe imekuwa tahara. Pombe ya tende, na kitende umeziroweka katika maji kwa siku 3 4 5, imebadilika imekuwa pombe, ukinywa leo. Sasa zikakaa zikabadilika zikawa siki, sasa ikawa khall, hiyo itakuwa imetoharika. Sawa? Itakapotoharika yenyewe. Wajildu almaytati idha dubidh, na ngozi ya mfu itakapokuwa imeambuliwa, imetiwa rangi, imefanywa dabu, kama nazu alfadhalat bihirrifi walau najisa, ni kuondosha yale mabaki ile ngozi yakakwanguliwa yale kwa kitu chenye kukwangua. Ingie utia shabu, ingie utia kadha, ukakwangua ngozi ikawa safi kabisa, ikaondoshwa vile vijinyama nyama na vijidamu damu vile katika ngozi. Jambo hii imetaharika sasa, kwa sababu imefanywa dibagh. Sawa? Kwa ngozi, ikiwa ngozi ya mfu, kama ni mbuzi umemchinja, ngozi yake moja kwa moja iko tahara, haihitaji kufanywa dibagh. Ukisafisha ni usafi wako tu. Lakini mbuzi amekufa, ng'ombe amekufa, utakile ngozi utamchuna, ngozi yake itafanywa dibagh, kwa sababu ayyuma ihabin dubigh akhatahu. Hapo nakusudia ngozi ya nini? Ya mfu. Wa ma sara hayawanan, na kile kilichokuwa najisi. Kwa mfano, pana kinyesi hapa ambacho ni najisi cha mnyama ambaye ni najisi ya mwanadamu, kimekaa kwa muda fulani, mara kwenye kinyesi kile pakatoka mafunza pale. Majifunza yanatoka. Lugha nyingine inahitaji mafunzo. Mafunzo sema nini? Majifunzo makubwa yametoka, yamezalikana kutoka kwenye kile kinyesi. Wale waliozalikana pale kwa kile kinyesi wako tahara wale. Sawa? Wa masara hayawana, na ile najisi ambayo imekuwa ni mnyama, au mnyama amekufa akaanza kutoa mafunza,
yale mafunzo ya kutahara. Tukisema tahara haina maana kwamba yaliwa. Kuna tofauti baina ya uhalali wa kuliwa na utahara, sio ya kutahara. Umeelewa? Ndio faida ya kusoma, kujua. Wa masara hayawana. Kuna sura nyingi ziko namna hiyo, lakini hizi ninazotaja ni mfano wake. Fasl an-najasatu thalath, najisi ziko aina tatu. Najisi haziko katika aina hii moja, ziko aina ngapi? Tatu, kwa mujibu wa maelezo wanaochuoni wa Shafi'i. Mughalladhatu ni najisi iliyo nzito, yenye kuonwa nzito. Mughalladha, najisi iliyo nzito au najisi kubwa. Wa mukhaffafa, na najisi ndogo. Wa mutawassita, na najisi ya kati na kati. Sawa, ziko aina tatu. Sasa atafafanua. Almughalladha, najisi kubwa ambayo ni nzito. Najasatul kalbi wal khinzir, ni najisi ya mbwa na nguruwe. Mbwa ni najisi, nguruwe ni najisi. Wa far'i ahadihima, na tanzu ya mmoja wao. Tanzu ya mmoja wao, najisi ya nguruwe, kwa maana kile kilichozalikana na nguruwe ni najisi vile vile, kilichozalikana na mbwa ni najisi vile. Ndio maana akasema faru ya mmoja wao. Ikiwa mathalan imetokea mbwa amempanda mbuzi pakazaliwa mtoto pale, yule mtoto atakuwa ni najisi kwa sababu ni faru ya nani? Ya mbwa. Sawa. Lakini kuthibitisha unajisi wa hivi vitu kuna makindano marefu kwenye vitabu vya elimu baina wanaochuoni. Hiki ni kitabu cha kwanza, kwa hiyo hatuwezi kuanza kuzitaja khilafu ya unajisi wa pombe, unajisi wa mbwa, unajisi wa nguruwe. Na mara nyingi Shafi'i wakitaja nguruwe wana nini? Wanamfanyia kiasi na mbwa katika hukumu zake za kuharisha. Wal mukhaffafa baulu sabii, na najisi ndogo ni mkojo wa mtoto mdogo wa kiume. As-sabii ni mtoto wa kiume. Alladhi, ambaye lam yat'am ghaira al-labani wa lam yablugh al-hawlayn, ghaira al-laban, ambaye hajakula asiyokuwa maziwa, chakula chake ni maziwa tu. Wa lam yablugh al-hawlayn, na hajafikia miaka miwili. Mtoto huyo hajafikia miaka miwili na hana chakula kingine zaidi ya maziwa, ndio chakula chake kikuu. Mkojo wake yule unaambiwa ni nini? Najisi yake ni mukhaffafa. Wal mutawassit, na najisi ya kati na kati. Sairun najasat, ni baki ya najisi zote zilizobakia zinaambiwa hizo ni mutawassit, kama unajisi wa khamri kwa wale wenye kuona kwamba khamri ni najisi, damu, alqaihu kwa maana usaha, sawa, mfu wa wasiokuwa wanadamu, mkojo, rawth alhayawanat, zote hizo ni mutawassit. Sasa hukumu ya najisi hizo za aina tatu. Almughalladha tathuru bi sab'i ghasalati, najisi ambayo ni mughalladha, najisi iliyokuwa kubwa, najisi nzito, itataharika kwa kuoshwa mara 7 kwa majosho 7. Bi sab'i ghasalati, itataharika kwa majosho au kwa kuosha mara 7. Baada izalati ainiha, baada ya kuondosha dhati yake. Atakiwa iondoshe kwanza ile dhati yake, alafu pataoshwa mara 7. Ihdahunna biturabin, moja lao ni kwa mchanga kama ilivyokuja katika hadithi. Wal mukhaffafa, na najisi ambayo ni mukhaffafa, ndogo, nyepesi. Tatuhuru bi rashfi alma'i alaiha, itataharika kwa kunyunyiza maji juu yake. Maji yatanyunyizwa juu yake, ma'al ghalaba, pamoja na kushinda maji, yani maji yawe mengi. Wa izalati ainiha, na kuiondosha dhati yake. Umefahamu? Kwa hiyo najisi hiyo itafanywa hivyo, kama ilivyokuja yule mtoto kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa amekojolea katika nguo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akanyunyiza maji juu yake, basi kwa imetaharika. Wal mutawassita, na najisi ambayo ni mutawassita, ile ya kati na kati. Tanqasimu ila qismain, inagawanyika katika sehemu mbili. Ainiya, ya kwanza yenye dhati, najisi yenye dhati. Wa hukmiya, na yenye hukumu, najisi ya hukumu, kihukumu ni najisi. Ataeleza nini maana al-ainiya. Al-ainiya
allati laha lawnun wa rihun wa ta'm. Najisi ainia ni ile yenye harufu, yenye rangi na harufu na ladha. Najisi ikiwa ina rangi ni ainia, najisi ikiwa ina harufu ni ainia, najisi ikiwa ina ladha ni ainia. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, hapana budi kuiondosha rangi yake na harufu yake na ladha yake. Wal hukmiyya, na najisi ambayo ni hukmiyya, allati ni ile ambayo la launa wala riha wala ta'ma laha, haina rangi wala haina harufu wala haina ladha, haina tamu, haina ladha. Yakfika jariyul ma'i alaiha, itakutosha wewe kupitisha maji juu yake. Kwa hiyo ainia ni ile ambayo tudraku bimadha, bilhawas, bimassin, kwa mfano kwa kuigusa kuona ndio hii, au nadharin, au kwa kuiona kwa jicho kutazama, au dhauqin, au kwa kuionja, au shammin, au kwa kuinusa ukasikia harufu ya mkojo au ya kinyesi, basi ujue hiyo ni ainia. Na hukmia ni ile ambayo haiwezi kuidiriki kwa alhawas, haina rangi, haina harufu, haina ladha. Sawa? Kwa hiyo hiyo itatosheleza hata kuondosha kwake kwa kupitisha maji juu yake tu. Kisha baada ya hapo akataja masala ya haidh. Anasema rahimahullah, aqallu alhaidh yawmun wa layla, uchache wa hedhi ni mchana na usiku. Katika madhhabu ya Shafi'i wanaona ya kwamba hedhi ina uchache, na uchache wake ni mchana na usiku. Kwa maana kama mwanamke atatokwa na damu katika mchana tu, alafu ikakatika akatoharika, ile si hedhi, ni damu ya fasadi. Au usiku tu unasema si hedhi, ni damu ya fasadi. Aqalli ni yaumu wa layla, lazima iwe katika mchana na usiku, ndio uchache. Sawa? Na wingi wake ni siku 15 kama anavyosema hapa. Wa ghalibu, tataja mbele, wa ghalibu na aghlabu yake, yani kawaida hivi mara nyingi. Wa ghalibu na aghlabu yake 6 au 7, ni siku 6 au siku 7. Wa aktharuhu, na wingi wake hedhi 15 yawman bilayaliha, ni siku michana 15 na nyusiku zake, michana 15 na nyusiku zake. Wao wanaona kwamba kuna hadi ya uchache na hadi ya wingi. Sawa? Kama atatokwa na hedhi mwanamke chini ya masaa 24, haikutimia siku kamili, amepata hedhi mchana, tunasema hiyo sio hedhi, tutafute jina jingine, tuite damu fasadi kitu gani, lakini si hedhi. Sawa? Kadhalika amepatwa na hedhi ndani ya siku zaidi ya 15, siku 16, 17, wanasema hizi siku 15 ni hedhi, zilizozidi sio hedhi. Kwa hiyo kama alijizuia kufunga, hasitamzuia kufunga, ataendelea kufunga. Sawa? Umeweka hadi. Na kadhalika kwa mtoto au kwa mwanamke, ikiwa iko chini ya miaka 9 akitokwa na damu ya hedhi, ile damu hedhi sio hedhi, wameka hadi pia vile vile kwa mwanamke mwenye kupata hedhi. Lakini sawabu kwa tuliposoma katika risala ya dima ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kwamba hakuna hadi ya aqalli wala akthar. Sawa? Aqallu at-tuhri baina al-haydatayn, uchache wa tahara baina ya hedhi mbili, kipindi ambacho mwanamke anaweza kutaharika kati ya hedhi mbili, hedhi ya kwanza na ya pili, hapa katikati siku ngapi? Anasema 15 yawma, ni siku 15, ndio uchache wa tahara, sio uchache wa hedhi, uchache wa tahara. Wa ghalibu, na wingi wake au aghlabu yake, tusema ghalibu ni aghlabu, mara nyingi 24 yawma, ni siku 24, au 23 yawma, au siku 23. Tumesema siku 24 kwa sababu aghlabu ya kupata hedhi tumesema ni siku 6, na 23 au siku 7 utapata hedhi. Akipata hedhi siku 6, na maana siku 20 na ngapi? Siku 24 atakuwa iko tahara. Au unaweza kupata hizo siku 6
ikawa siku 23 iko tahara kama mwezi wa 29, sawa. Au akapata hedhi siku 7 akataharika siku ngapi? 23. Hiyo ndio aghlab. Umeelewana? Wala hadda li aktharihi, wala hapana mpaka kwa wingi wake. Mwanamke anaweza kutaharika maisha yake yote asipate hedhi. Haambii kwamba basi wewe usifunge mwezi huu kwa sababu ushafunga miezi mingi hujapata hedhi, wewe tahara. La, hakuna haddi katika wingi wake. Aqallu nifas, na uchache wa nifasi, majjatun, ni fumba moja tu, pop, damu imetoka fumba moja, basi ndio uchache wa nifasi. Wa ghalibuhu, na aghlabu yake 40 yawman, ni siku 40. Mwanamke baada ya kuzaa huwa anatokwa na damu ya nifasi kwa siku 40. Hii ni aghlab. Wa aktharuhu, na wingi wake 60 yawma, ni siku 60. Kwa hiyo ni aghlab. Kwa hiyo mwanamke anaweza akapatwa na nifasi labda siku 20, baada ya hapo akawa haoni tena damu. Wewe ushataharika, subiri siku 40 bado, lakini damu ishakatika, si ushataharika? Oga, tusubiri siku 40, swali, funga. Ikiwa wewe ni siku 40, basi ndio aghlab. Wanawake wengi wanakuwa namna hiyo, na wengine inakwenda mpaka siku 45, 50, 60. Zaidi ya 60 itakuwa sasa hayo ni mambo mengine. Kitabu salah tunasema wa ghalibu 40 yawman wa aktharu 60 yawman. Aghlabu yake siku 40 na wingi wake ni siku 60.